Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Basi tumshukuru Mungu kwa mafundisho ya bure. Leo kwa uwezo na rehema za Mungu tutaangalia fundisho la 13, na wale ambao wamekuwa wakifatizia kwa rehema za Mungu, wale wako Kenya, amina, wale wako Tanzania, amina, na hata wale ambao wako katika mitandao, mafundisho ya bure bado yanaendelea kwa neema na rehema zake Mungu. So leo kwa neema ya Mungu tutaangalia somo la 13, na zaidi ya yote itakuwa inaangazia sana kuhusiana na utiifu. Na kwa uwezo wa Mungu tutaangalia jinsi Isaka alikuwa mtiifu kwa babake, si babake tu katika mwili, lakini yule Mungu ambaye alikuwa ndani ya babake ambaye ni Abraham. Isaka aliweza kumtii kiasi ya kwamba hata akienda kufungwa ili aweze kuchinjwa aliweza kutii. Hakuwa tu anamtii babake, kwa sababu naamini babake alimwambia Mungu amesema wewe ndio sadaka. Mpaka sasa licha kwa nilikuambia kwamba Mungu atajitolea sadaka, lakini mpaka sasa Mungu hajatoa sadaka, na Mungu amesema wewe sasa ndio hiyo sadaka. Wewe ona ule utiifu wa mtoto, alafu angalia ule utiifu ambao wewe uko nao, mimi niko nao kwa viongozi, kwa wazazi, kwa mume, kwa mamlaka, kwa Mungu. Alafu uone kwamba kuna mapungufu kwako na kwangu. Tuone mapungufu makubwa sana, na niwe tayari kwa uwezo wa Mungu kurekebishika haraka iwezekanavyo, kwa sababu kama kuna kitu ambacho kinafaa kukurekebishe ni neno la Mungu, na hilo likifeli kukurekebisha then hakuna kitu kitakurekebisha. So tutaangalia obedience, na tutaangalia katika sehemu, licha kwa kuna sehemu nyingi, lakini tutaangalia katika sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Tutaangalia katika sehemu ya Mungu, sehemu ya mzazi, sehemu ya servant, sehemu ya mume, na sehemu ya mamlaka inayotutawala. So acha tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu, hakika katika mafundisho haya ya bure Bwana umekuwa ukitupatia neema na rehema Bwana. Licha kwa katika sehemu zingine Bwana tumekuwa tukisusia, lakini Mungu tunashukuru Bwana kwa sababu unatupatia toba na unazidi kutuzungumzia kuhusiana na kila ambacho Bwana ulichokianzisha Bwana. Mungu umesema mtu yote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo, huyo hana Mungu na hana Kristo. So tusaidie Bwana hata katika mafundisho haya bure, ambao Bwana ni katika mafundisho haya shirika lako hili Bwana la Africa Repent Kenya, Tanzania limesimama na umelijenga Bwana. Mungu jitukuze Bwana. Mungu tusaidie tujengwe katika mafundisho yako mtakatifu wa Israeli. Tusaidie kila takachoona katika neno lako, kila tutakaloliona, kila sehemu utakayotuzungumzia Bwana. Tusaidie tusiwe na ulegevu Bwana, bali tuwe haraka sana kukubali makosa, kukubali kukosolewa na neno lako na kugeuka, maana unapenda moyo uliovunjika, moyo uliopondeka Bwana. Moyo wenye toba unasema utaudharau Bwana, utauokoa. Na ukatusaidie Bwana. Asante kwa neema hii, kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba hata tukisadiki. Amen. Amen. Asante. So tutaangalia kitabu cha Mathayo 1 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Kitabu cha Mathayo kifika unaweza soma. Kitabu cha Mathayo 1 kuanzia mstari wake ni wa kwanza. Habari za ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Abrahamu akamzaa Isaki, Isaki akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Ya paka hapo ni sawa. Tumefika mstari wa pili. Abrahamu akamzaa Isaki. So tunaangalia maisha ya Isaki, na tunaangalia utiifu wa Isaki, utiifu wa Isaka. Abrahamu akamzaa Isaka, so tunamwangalia Isaka katika utiifu.
Tunaangalia Mwanzo. Tuangalie Mwanzo 22. Naweza kuanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kitabu ni cha Mwanzo 22 kuanzia mstari wa kwanza. Baadaye Mungu akamjaribu Abrahamu, akamwambia, Abrahamu. Abrahamu akajibu, mimi hapa. Kisha Mungu akamwambia, mchukue mwanao, mwana wako wa pekee Isaki, umpendaye, uende katika nchi ya Moria, mtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mojawapo itakayokuambia. Abrahamu akaamka asubuhi na mapema siku iliyofuata, akamtayarisha punda wake, akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaki mwanawe. Baada ya kuchanja kuni na za kutosha kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka kuelekea mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Mpaka hapo ni sawa. So tunaona Mungu anaongea na Abraham. Abraham ni baba, alafu kuna Isaka ambaye ni mtoto. Kuna Mungu, kuna Abraham ambaye anatii sauti kutoka kwa babake wa mbinguni, alafu kuna Isaka hapa ambaye anatii sauti ya babake wa duniani kupitia ile sauti ya babake wa mbinguni. So tunaona kuna utaratibu hapa ambao Mungu anauweka, ambao anataka mimi nione na wewe pia uone. Kuna Mungu anaongea. Mungu hapa anaongea kupitia nani? Abrahamu. Abrahamu babake ni Mungu kweli kabisa wa kiroho. Alafu tunaona pia kuna mtoto ambaye Abrahamu amezaa ambaye anaitwa Isaka. Isaka sasa venye atamtii babake katika mwili na pia atatii Mungu wa babake. Hapo ndio kuna kitu Mungu anataka mimi na wewe tuone katika utiifu, katika utiifu. So Mungu amesema Abrahamu akamtoa Isaka. Then Isaka atatii. Isaka atakubaliana na Mungu wa babake. Acha tuendelee. Mwanzo 22 mstari wake ni wa 4. Siku ya 3 Abrahamu akainua macho, akapaona mahali pale kwa mbali. Akawaambia watumishi wake, kaeni hapa pamoja na punda, wakati mimi na kijana tunakwenda kule. Tutakwenda kuabudu na kisha tutawarudia. Abrahamu akachukua kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akamtwika Isaki mwanawe. Yeye mwenyewe akachukua moto na kisu. Walipokuwa wakienda pamoja, Isaki akanena, akamwambia Abrahamu baba yake, baba yangu. Abrahamu akaitika, mimi hapa mwanangu. Isaki akasema, moto na kuni zipo, je, yuko wapi mwanakondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa? Abrahamu akajibu, mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia mwanakondoo kwa ajili ya hiyo sadaka. Nao hao wawili wakaendelea mbele pamoja. Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaki mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Kisha akanyoosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanawe. Lakini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akamwambia, Abrahamu, Abrahamu. Akajibu, mimi hapa. Akamwambia, usimdhuru kijana wala usimtendee jambo lolote. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu, kwa sababu ukunizuilia mwana wako wa pekee. Asante. Unaweza rejelea mstari wa 9. Mwanzo 22
mstari wake ni wa 9. Naam. Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaki mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Paka hapo Isaki amekubaliana na neno ambalo limetoka kwa Mungu kupitia babake. Isaki ana utiifu. Isaki ana utiifu ndani ya moyo wake. Huu utiifu ukiuangalia kwa kizazi cha leo hautauona utiifu. Utiifu huko kiasi kwamba mtoto anamtii babake, babake anamwambia wewe ndio sadaka sasa. Mungu hajatoa sadaka mpaka sasa, licha kwa nilikuwa na imani kwamba Mungu atatoa sadaka, lakini wewe ndio Mungu amesema nije nikutoe. Hilo ndio neno la Mungu. Sasa inabidi mwanangu ulale katika madhabahu, nikufunge na hii kamba, alafu nienue kisu nikutoe sadaka ya Mungu. Isaka aendi kushoto, Isaka aendi kulia. Na mimi nasema baba, kama hivyo ndio Mungu amekuzungumzia, basi mimi naamini na najiachilia. Isaka akajiachilia kwa kutii sauti ya babake. Swali ni moja, utiifu unatokana vipi? Utiifu ni aje? Mtoto yuko na utiifu kiasi kwamba anakubali kufungwa na anakubali auawe na ateketezwe. Utiifu hautoki tu kwa Isaka. Utiifu kuna kitu ambacho Mungu ananifundisha, kwa sababu ukiangalia mwanzo Mathayo 1, utiifu tunauona Mathayo 1 mstari wa kwanza. Kitabu cha Mathayo 1 mstari wake ni wa kwanza. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Yesu Kristo anaitwa mwana wa Abrahamu. Yesu Kristo anaitwa mwana wa Abrahamu. Utiifu hauko tu kwa Isaka. Utiifu ulianza na Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo mwenyewe alianza kumtii babake, ambaye Yesu Kristo alikubali kuweka shingo yake chini kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yesu Kristo akachinjwa kama mwana kondoo, akakubaliana na babake. So ikifika kwa kuchinjwa kwa Isaka, tayari Yesu Kristo ambaye ni ndugu yake Isaka kwa kiroho, Isaka tayari amepokea huo moyo. Obedience haianzi tu nimeamka tu nimeanza kumtii mzazi. Hapana. Lazima kuna neno itakuwa unasikia kutoka kwa babako. Lazima kuna historia wasikia, imani unasikia kuhusiana. Baba alikutana na Mungu, baba alikutana na malaika, baba aliosha miguu ya Mungu. Yuko mwana kondoo ambaye anaitwa Yesu Kristo, alichinjwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lazima kuna kitu Isaka alikuwa anahubiriwa na anaendelea kupokea moyo. Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. Isaka yuko tayari kuweka maisha yake chini. Kwa nini? Isaka anamtii babake ambaye ni Abrahamu. Kwa nini? Maana Yesu Kristo alimtii babake ambaye ni Mungu kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hata kabla Abrahamu kumpeleka mtoto wake kumweka hapo kwa mlima Moria, nyuma kabisa Yesu Kristo alichinjwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Utiifu unatokana na hapo. Hakuna venye unaweza learn utiifu ama unaweza learn obedience minus the word of God. Lazima nione Yesu alitii vipi, nijifunze kwa Yesu Kristo ile imani, nianze kujipata, naanza kutii. La sivyo utiifu bila neno la Mungu, bila kusikia venye Yesu alitii, itakuwa ya mwili. Itakuwa saa zingine unatii, saa zingine hautii. Saa zingine utii, saa zingine itakuwa tu hivyo. Maana yake yatokana na wewe, haitokani na venye Yesu Kristo alitii sauti ya babake ambaye ni Mungu. So nikimwona Isaka analala pale akiwa ametulia na utiifu, nirudi nyuma. Yesu mwana wa Abrahamu. Isaka anajifunza kwa nani? Yesu Kristo. Anajifunzaje kwa Yesu Kristo? Yesu alimtii babake ambaye ni Mungu, akakubaliana na babake kuchinjwa kabla kwa misingi ya ulimwengu. Angalia Ufunuo, Revelation 13 verse 8. Kitabu ni cha Ufunuo 13 mstari wake ni wa 8.
Ufunuo 13 mstari wake ni wa 8. Nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama, yaani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Yes, mwana kondoo aliyechinjwa. Mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Huyu mwana kondoo ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu alikubali kuchinjwa kwa ulimwengu wa kiroho na babake ambaye ni Mungu. So ikija kwa Isaka ambaye Yesu mwana wa Abrahamu, Isaka anatii venye Yesu Kristo alifanya. Imani, utiifu lazima ijengwe kwa imani, na inatokana na venye Yesu alimtii babake. Ndio tunaona Isaka inakuwa rahisi sana Isaka kumtii Abrahamu. Ukieka Gen Z sasa, kuna watoto ambao Kenya wanaitwa Gen Z, watoto wamezaliwa katika rika fulani. Ukieka Gen Z hapo kwa Isaka, mtu wa Isaka sasa umweke Gen Z hapo. Baba ambaye ni Abraham anamwambia mtoto ambaye ni Gen Z, Mungu amesema nikutoe sadaka, nikufunge kamba, alafu nikudunge kisu nikuteketeze. Huyo Gen Z atafanya nini? Atamtukana huyo Mungu, atamtukana babake, na atachukua mawe, atamfukuza babake, na ataenda kumfanya ataeka fitina kwa mamake, amchukie babake. Hii ndio generation iko, hii ndio generation inaingia kanisani. Hii ndio generation inalelewa kanisani. Watu wako kanisani lakini mioyo yao ni ya Gen Z ya kiroho. Kuna kiburi bado. Bado kuna kanafasi hapo ka Gen Z wa kiroho. Gen Z. Sitaki kutii, sitaki kuambiwa. Huyo ni Gen Z. Hiyo ni Gen Z ya kiroho. Kuna watu wanaambiwa badilisheni mavazi yao. Siwezi badilisha mavazi. Anakuja tu vile vile kanisani. Gen Z huyu. Huyu si mwana wa Mungu, huyu ni Gen Z. Watu ambao wanataka kujitawala. Watu ambao hawataki kusikia sauti ya Mungu. Watu ambao hawataki kusikia kitu ambacho inaitwa obedience, utiifu katika amri za Mungu. Hawataki. Watu ambao wanataka wawe walimu na hawajawahi kuwa wanafunzi kwa maisha yao. Gen Z. Gen Z. Watu ambao mimi nataka niwe kiongozi na sijawahi kuongozwa. Hii ni Gen Z. Ili uwe kiongozi lazima Mungu akuweke kwanza uongozwe, ndio ujifundishe. Ili uwe mwalimu lazima kwanza uwe na moyo wa wanafunzi. Mungu hawezi ni mwalimu ambaye hajakuwa mwanafunzi. Watu hawataki kuwa wanafunzi, watu hawataki viti vya wanafunzi, wanataka viti vya walimu. Huu ni Gen Z. Hakuna obedience. Na hivi ndio kanisani. Haya ndio makanisa leo. Obedience hakuna. Hakuna. So ni moyo wangu upondeke, moyo wako upondeke, nijiangalie. Mimi ama wewe nikijeka kwa hiki kiatu cha Isaka. Isaka alipokea imani wapi? Kwa Yesu Kristo ambaye anaitwa mwana wa Abraham. Alipokea, Yesu alimtii babake na akachinjwa kabla kwa misingi ya ulimwengu, kwa ulimwengu wa kiroho. Anapokea hiyo imani, alafu anatii, analala kwa madhabahu akiwashua kwamba Yesu Kristo alikubaliana na mimi pia, kama ndugu yangu Yesu Kristo mkubwa alikubaliana, mimi pia nakubaliana. Anaweka maisha yake chini. Amina. Kama sifanani na Yesu Kristo, sioni venye nitaingia mbinguni. Kama haufanani na sifanani na Yesu Kristo katika utiifu, then kuna mashaka hata katika wokovu wako ama wokovu wangu. Lazima nifanane na Yesu Kristo. Lazima ufanane na Yesu Kristo. So kila sema ambao Mungu ananionyesha sifanani na Yesu, nakiri na tubu, na ingia katika leni ya Yesu Kristo. Huo ndio utiifu. Huo ndio utiifu wapendwa. Hiyo ndio obedience. So nikimwona Isaka na muona anafanana na Yesu Kristo, ni kwa sababu Isaka alikopia kwa Yesu Kristo. Ndio maana inakuwa tu rahisi na flow kwake. So wezaona venye obedience imekuwa kando kabisa. Ujifunze, nijifunze. So tutaangalia Mwanzo. Tutarudi kwa Mwanzo. Kabla turudi kwa Mwanzo, tuangalie kitabu cha Exodus. Mtu yoyote ameokoka, elewa hii sentensi tafadhali. Mtu yoyote aliyeokoka kwa wokovu wa kibibilia, amri za Mungu zimeandikwa kwa moyo wake. Amri za Mungu zimeandikwa kwa maindi yake. Kwa uwezo wa Mungu, nitarejelea hii statement, ielewe vizuri. Mtu yoyote ambaye ameokoka kwa wokovu wa kibibilia,
amri za Mungu zimeandikwa katika moyo wake, na amri za Mungu pia zimeandikwa katika maindi yake, na hata kuwa na shida, hata wahi kutaka kupinga amri za Mungu. Mtu yote ambaye hajaokoka, amri za Mungu hazijaandikwa ndani ya moyo wake. So hata ukitaja amri atakuwa anazipinga kwa sababu hazijaandikwa katika moyo wake. Huyu mtu hajawahi kuokoka na hana wokovu. Kwa uwezo wa Mungu, elewa statement vizuri. Mtu yote ambaye ameokoka, hata kama haelewi kuhusiana na amri za Mungu, ile siku atakuwa anafundishwa kuhusiana na amri, atakuwa na urahisi sana kupokea na kukubaliana, kwa sababu zimeandikwa kwa moyo. Hana moyo wa kuipinga. Lakini mtu ambaye hajaokoka kiBiblia, moyo wake atakuwa anapinga aidha kipengele kimoja ama chengine. Huyu mtu ako na shida katika wokovu wake, hata kama anakiri ameokoka. Kwa sababu mtu yote akiokoka, amri za Mungu zinakuwa ndani ya moyo wake, na huyu mtu ana shida na amri ya kwanza mpaka ya 10. Hana shida. Kwa nini? Mungu ameziandika kwa moyo wake. Lakini ukiona anatatizika hapa, hataki, chunguza hata wokovu wake. Huenda hayuko mbali kwa ufalme, huenda hajawahi hata kuokoka. Kwa sababu mtu yoyote akiokoka, Biblia yangu inaniambia Mungu anaandika amri zake katika moyo wa huyu mtu. Amina. Na atakubaliana na amri ya kwanza mpaka ya 10. Hata kama kuna mahali alikuwa anapotea, atarudi, atasema kweli mimi nilikuwa nimepotea. Atatubu na ataendelea kukaa katika laini ya Bwana. Mtu yote ambaye ameokoka kiBiblia hapingi amri ya Mungu kuanzia kwanza mpaka ya 10. Kuokoka kiBiblia. Mtu yote ambaye hajaokoka kiBiblia, wenda hajaokolewa, yuko karibu kuokoka, atakuwa tu anazipinga. Hiyo iko very clear kwa maandiko. Waebrania nasema hivyo, Waebrania 10. Waweza soma hiyo before tuende kwa Exodus. Ndio watu wajichunguze vizuri, mimi na wewe tujichunguze vizuri, na wengine wajichunguze vizuri ambao nakiri wameokoka, lakini kuna kitu kimepungua katika imani yao: utiifu kwa amri za Mungu. Hebrews 10:16. Asante. Waebrania 10 mstari wake wa 16. Hili ndilo agano nitakalofanya nao. Mungu anasema hili ndilo agano jipya. Hili ndilo agano nitakalofanya nao baada ya siku hizo, asema Bwana, nitaziweka sheria zangu mioyoni mwao. Mungu anasema nitaziweka sheria zangu mioyoni mwao, na kuziandika katika nia zao. Mungu anasema nitaziandika katika nia zao, nitaziandika katika maindi zao, nitaziweka katika mioyo yao na nitaziandika katika maindi zao. Unaweza soma Hebrews 8. Unaweza soma verse 10. Hebrews 8:10. Waibrania 8 mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasema baada ya siku zile ili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Mungu anasema hili ndilo agano nitakalolifanya na nyumba ya Israeli. Tunajua mtu akiokoka, asema Bwana, mtu akiokoka hata kama ni mtu wa mataifa anafanyika mtoto wa Abraham kupitia Wagalatia 3 mstari wa 28 na 29. Hakuna Myahudi, hakuna Myunani, hakuna mtu wa mataifa. Sote tulio ndani ya Kristo Yesu ni watoto wa Abraham sawa sawa na ile ahadi. So hii si ya Waisraeli tu, bali ni ya wale watakaookoka ambao pia ni watu wa mataifa. Endelea. Baada ya siku zile hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Asema Bwana, nitaziweka sheria zangu katika nia zao. Nia ni mind. Na kuziandika katika mioyo yao. Mungu anasema nitaziandika katika mioyo yao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mungu anasema nitaziandika katika mioyo yao. Ni nini aliandika katika agano la kale? Hii anaita agano jipya. Agano jipya ni kwamba anasema nitaandika kwa mioyo. So kwa agano la kale aliandika kwa vibao. Deuteronomy 10:4.
aliandika wapi? Aliandika kwa vibao, akaita hilo agano la kale, na damu ikamwagika ikawa agano la kale. Sasa katika agano jipya ni damu ya Yesu Kristo inamwagika, tunaoshwa, tunatakaswa, alafu anasema nitaziandika katika vibao vya mioyo yao. So zile amri 10 aliandika kwa mawe, ndo inaitwa Old Covenant, agano la kale. Anasema katika New Covenant nitaziandika katika mioyo yao. Mioyo yao ni wapi? Katika mioyo yetu. So kile aliandika katika Deuteronomy 10:4, agano la kale, Deuteronomy, kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 4. Kile alichokiandika kwa agano la kale ndio kile anachokiandika katika mioyo yetu kwa agano jipya. Kumbukumbu la Torati 10 mstari wake ni wa 4. Bwana akaandika juu ya hivi vibao. Bwana akaandika juu ya hivi vibao Kile alichokuwa amekiandika kabla. Kile alichokuwa amekiandika kabla. Amri 10 alizokuwa amewatangazia. Amri 10 alizokuwa amewatangazia juu mlimani. Kutoka kwenye moto siku ile ya kusanyiko. Bwana akanikabidhi. So inaongea kuhusiana Bwana akaandika amri 10 katika vibao. So Mungu anasema hii ni agano la kale, damu ilikuwa ya mnyama. Tukija kwa agano jipya, damu ni ya Yesu Kristo. Mathayo 26:28. Yesu anasema hii ndio damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Baada ya toba, dhambi ikiondolewa, Mungu anasema hili ni agano jipya, nitaziandika amri zangu katika vibao vya mioyo yao. So mtu yote ambaye ameokoka kibibilia, Mungu ameandika amri 10 katika moyo wake, ameziandika katika akili zake, hawezi kuzipinga. Hata kama hana ufahamu, ile time ataanza kuhubiriwa, ataona haya ni maisha nimekuwa nikiishi maisha ya wazazi, ataona hizi ziko tu, atakubaliana haraka. Lakini mtu ambaye anazipinga amri za Mungu, ni wazi hazijaandikwa katika moyo wake, na ni wazi hayuko kwa agano jipya, bado hajapokea Roho Mtakatifu ndani yake. So kwa nini tumeenda huko kote? Tunaangalia utiifu kwa Exodus 20. Exodus 20 verse 12. Exodus 20 verse 12. Kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 12. Maandiko yanasema, waheshimu baba yako na mama yako. So hizi ni zile amri za Mungu. So katika moyo wa mtu ambaye ameokoka, Mungu ameandika waheshimu baba yako na mama yako. Kwa amri ya 5 katika moyo wa mtu ambaye umeokoka, katika moyo wake amri ya 5 imeandikwa waheshimu wazazi wako. Waheshimu wazazi, babako na mamako, babangu na mamangu. Waheshimu baba yako na mama yako, ili upate kuishi siku nyingi katika nchi anayokupa Bwana Mungu wako. Mtu ambaye ameokoka, hii imeandikwa katika moyo wake. Amri ya 5 imeandikwa katika moyo, imeandikwa katika maindi yake. Ndio maana tunaangalia hili somo. Ndio maana tunaona Isaka amenyenyekea kiasi ya kwamba anajua amri za Mungu zilikuwa hata kabla. Kwa sababu tunaona Mungu anasema, najua Abraham atafundisha watoto wangu amri zake. Hivyo ndio Mungu alisema, namjua Abraham atafundisha watoto wangu amri zangu. Mungu alisema hivyo kuhusu Abraham. So mtu yote ambaye ameokoka, hilo imeandikwa, na atakubaliana na mafundisho ya utiifu, kwa sababu ni Mungu amesema. Na mtu yote ambaye atakuwa anapinga utiifu kwa wazazi, then huyu mtu kuna shaka. Hata akisema ameokoka, mti mbaya unajulikana kwa matunda yake, hana utiifu katika neno la Bwana. So huyu mti ni mti mbaya. Ndio maana hii kizazi unaiona sasa haina kitu inaitwa obedience. Na hiyo ni shaka kubwa. Kuna watu ambao hawaheshimu wazazi wao na wako kanisani na wanaona wanaendelea vizuri. Kuna watumishi wenyewe wanagonganisha watoto na wazazi. Unawagonganisha watoto na wazazi. Maandiko yanasema mchukie mzazi wako, mchukie mume wako, mchukie mke wako.
chukia watoto wako ndio utanifuata. Watu wanaitwist. Haimaanishi umchukie. Inamaanisha kama kuna chochote ambacho kinakuzuia kumfuata Yesu Kristo, kichukie. Iwepo ni mzazi, iwepo ni baba, iwepo ni mama, anakuzuia usimfuate Yesu Kristo. Mchukie hivyo. Yesu anasema mpende jirani yako sawa na nafsi yako. Ukimchukia mzazi wako utampendaje Mungu ambaye umuone? Na Mungu anasema watii wazazi wako. So elewa kila kitu ambacho Mungu anakiweka mbele zako. Hakuna venye unaweza mchukia mzazi wako na uendelee sawa, haiwezekani. Hapo kuna mapungufu, aidha yametokana na mafundisho ama watumishi. Naomba uchukie maisha yako. Umewahi kuyatoa? Hujawahi kuyatoa? Ni chochote ambacho kinakukwaza kumfuata Yesu Kristo ndio ukiweke kando. So, hilo ni amri. Mungu amesema mheshimu wazazi. Mzazi wa kwanza tunamwangalia ni Mungu. Angalia Genesis. Mzazi wa kwanza ni Mungu. Genesis chapter 2 verse 7. Angalia mzazi wa kwanza. Ukifika unaweza kusoma. Huyu ni mimi na wewe mwanadamu. Mwanzo 2 mstari wake ni wa 7. Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai puani mwake, mtu akawa kiumbe hai. Ya mtu wa kwanza unaweza muona. Angalia tu kwa ubao, rafi. Hili ni mimi na wewe. Mungu amechukua udongo, akatengeza akamuumba Adam. Alafu Mungu akampa Adam pumzi yake. So mzazi wako wa kwanza ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Anaweza kuwa si babako, lakini ni muumba wako. Kwa mwenye dhambi, Mungu si baba kwao. Mungu ni muumbaji, aliwaumba. So kila anayetenda dhambi ni mwana wa Ibilisi. Lakini Mungu anachukua nafasi kama muumba. Utakapozaliwa mara ya pili, Mungu ndo anakuwa baba, anakuwa muumba na anakuwa baba. Unawezaona sasa mzazi wako wa kwanza, muumbaji wako wa kwanza ni Mungu, na maandiko yanasema umtii. Ni mtii katika kila neno ambalo ameniandikia na amekuandikia katika neno lake. Ina maana Biblia yote yafani itii kwa sababu ni pumzi ya muumba wako. Biblia ni pumzi ya muumba wangu. Biblia ni neno ni Mungu. Na Mungu ndiye aliyekuumba na aliyeniumba. Naambiwa ni mtii mzazi wangu. Cha kwanza kumtii ni Mungu. So wakati mtu yuko kanisani anaishi maisha yake, wakati mpendwa amekuja na Biblia, anamwambia mpendwa, uko kwa hii dhambi. Wakati unasema potelea mbali, ama wakati unaweka kiburi, hauna utiifu. Inamaanisha umtii muumba wako. Kama umtii muumba wako, utaweza kumtii mchungaji. Kama umtii muumba wako, utaweza kumtii mzazi wako. Kama umtii muumba wako, utaweza kutii mamlaka ambayo Mungu amesema ikutawale. Haiwezekani. So shida kubwa imeanza, watu hawana utiifu, kuanzia viongozi wenye wako kwa mamlaka mpaka viongozi wa kiroho, mpaka wanaume husband, mpaka wazazi hawana utiifu. Kwa sababu gani? Hawana utiifu na muumba wao. Utiifu wako na wangu unafaa uanze hapa. Uanze hapa. Hapo ukifeli, huku kote hata kama utatii ni unafiki. Ni unafiki. So tunaona Mungu ndio baba, Mungu ndio muumba wa kwanza. Unaambiwa ni mtii, unaambiwa mtii Mungu, yuko na amri zake. Mungu alipomuumba wanadamu, hapa tuwe makini. Mwanadamu akawa alafu kitu ambacho Mungu amefanya, kaumba mwanamke kwa na mwanamume. Baadaye Mungu akaumba mwanamke, so kwa na mwanaume na kwa na mwanamke. Mungu akafanya nini? Mungu akachukua mbegu.
Mungu akachukua mbegu akaikapa kwa kiuno cha mwanaume. Mbegu. Halafu akachukua mayai akaeka hapa kwa mwanamke. Kaona mayai, ovary kama ovules. Sawa sawa. So kukawa na seed, mbegu ambayo ni sperm. Kawa na sperm kwa mwanaume Mungu ameweka, na kukawa na ovules kwa mwanamke Mungu ameweka. Kwa nini Mungu anafanya hivi? Ukiangalia katika uumbaji, Mungu alisema miti iwe, miti ikawa, alafu kukawa na matunda, alafu ndani ya ile matunda kukawa na mbegu. Ili haya matunda yakianguka, zile mbegu zinaleta miti mingine. Hizi miti ambazo zimetokana na hii miti ya kwanza ndio wazazi. Hii miti nyingine midogo inafaa iheshimu hao wazazi wao. Maana kama si hao wazazi, hii miti mingine haingekuwa. So Mungu anatuleta huko kwa wazazi sasa. Uanze kumuona mamako, mimi nianze kumuona mamangu na wewe na babako wale wako hai, uanze kumuona kama kitu cha thamani zaidi kulingana na maandiko. Kwa sababu gani? Mungu akiweka sperm kwa mzazi wako wa kiume, akiweka ovary kwa mzazi wangu wa kike, Mungu anakuangalia wewe. Anataka wewe uje usaliwe, mimi nije nisaliwe. Wazazi wanakutana, alafu hii sperm inaenda, inakutana hapo, Mungu anaruhusu mimi na wewe tunaonekana. Mzazi wa kiume akiwa hapa, mzazi wa kike anapokea ujauzito. Ujauzito, nani uko hapa ndani? Ni wewe na mimi. Tumeumbwaje? Mungu amechukua sperm ameweka kwa baba, alafu amechukua ovules ameweka kwa mama. Zimekuja zimekutana, Mungu amezirehemu, umekuja umeonekana. Alafu unakuta sasa huyu mtoto ambaye amezaliwa ni mimi na wewe, hawatii wazazi wake. Anawapiga, anawatukana, anaona takataka. Ni kwa sababu kuna kitu huyu mtoto hajaelewa. Mungu ndo alichukua mbegu, akachukua mbegu kutoka akaeka kwa baba, alafu akaeka kwa mama, alafu akaziruhusu. Hawa wazazi wanapokutana, Mungu anafanya miujiza. Unaumbwa pole wiki ya kwanza, unaenda mawiki mpaka miezi 9. Kwa neno la Mungu unazaliwa. Hawa wazazi wanakuwa kama Mungu. Na yafani waheshimu. Ndio maana Mungu anaandika katika amri zake 10, ya 5 anasema mheshimu mzazi wako. Kwa nini? Yaani kama Mungu. Penye Mungu amemuumba Adam, Mungu anasema pia wacha niwafanyie wazazi wawe kama Mungu kwa wale ambao watawazaa. So haufai kusimama hivi na mzazi wako mwanze kuregesheana. Mungu amemtumia mzazi wako kukuumba. Mungu amemtumia mzazi wangu kuniumba. Kama hujawahi kujua hilo, Mungu anataka ujue hilo. Ndio maana hakuna dhambi chafu ambao Mungu hatakuacha na atakupisha maisha yako na yangu ya kutokuheshimu wazazi. Hawa ni Mungu. Hawa ni kama Mungu. Hata wewe mlevi, Mungu atamhukumu. Hoja muumba, yeye ndio amekuumba. Mungu amekuumba kupitia wazazi wako. Mungu ameniumba kupitia wazazi wangu. Wazazi wangu ni Mungu wangu wa pili. Na inaonekana kwa maandiko. Sperm, mayai. Mungu anaruhusu wakutane, unaonekana. Leo unaona kizazi kiko vipi na wazazi wao? Hakijali, ndio maana watu wanakufa mapema sana. Kwa nini? Amri ya Mungu, uheshimu wazazi wako, uwe na heri na uwe na maisha marefu. Hii ndio sura inafaa umwele mzazi wako. Katika unyenyekevu. Mungu amekuumba kupitia mzazi wako. So ukimdharau mzazi, umemdharau Mungu aliyemkuumba wewe na mimi kupitia wazazi. So angalia katika maandiko hao ambao tumeongelea. Angalia Genesis tafadhali 15. Genesis 15
verse 4. Kitabu ni cha Mwanzo 15 mstari wake ni wa 4. Ndipo neno la Bwana liliponijia, mtu huyu hatakuwa mrithi wako, bali mwana atakayetoka katika viuno vyako mwenyewe ndiye atakayekuwa mrithi wako. Ya Mungu anamwambia Abraham, huyu Mdameski hatakuwa mrithi wako, hatakuwa mrithi wako, bali mwana atakayetoka katika viuno vyako mwenyewe, bali mtoto atakayetoka kwa viuno vyako mwenyewe ndiye atakayekurithi. Mungu ameka mtoto. Mungu baada ya kuumba Adam na Eve, Mungu akachukua mbegu, seed, akaeka seed ya kiume, sperm, kwa viuno vya Abraham. Isaka yuko kwa kiuno cha Abraham, Isaka yuko kwa kiuno cha Abraham. Alafu Mungu anaruhusu Sara akutane na Abraham. Alafu Mungu anaruhusu Isaka aumbwe kwa tumbo ya Sara. Huu ni uumbaji. Mungu anamuumba Isaka kupitia Sara na Abraham. Alafu Isaka anaonekana. Mungu anasema nimemweka mtoto kwa viuno vyako. Viuno. So lazima aende kwa ile tumbo akaumbwe. Na ni Mungu anafanya hii kazi. Wewe unaona Mungu anakuumba wewe kupitia wazazi wako. Ananiumba mimi kupitia wazazi wangu. Then wazazi ni watu wa kuheshimiwa. Wazazi ni watu wa kutii. Ndio maana tunaona Isaka anamtii babake mpaka anakubali kufungwa na yuko tayari kuchinjwa. Ni kwa sababu anafahamu protocol. Anafahamu utaratibu. Lakini kizazi cha hii ni madness, vichaa. Watu hawana ufahamu, anaona mzazi tu hata kwa nini ulinizaa wewe mama? Tu anamwambia mzazi wake. Ni sawa na mwambia Mungu, kwa nini uliniumba kupitia wazazi? Unafikiria maisha yako yatakuwa vipi? Yatakuwa ya uteja, yatakuwa ya kungangana, yatakuwa ya wizi, yatakuwa ya bangi, yatakuwa ya kutiwa tairi na kupelekwa huko hospitali. Na kutoka tena kama hautii tena wazazi wako, tena lingine linakupata. Kizazi ambacho kwa kichafu kabisa ni kwa sababu kina lack understanding. Na amri za Mungu hazijaandikwa ndani ya mioyo. So penye naenda kwa mzazi, yafaa niende nikiwa na ufahamu wote kwamba huyu mzazi kumbe ni Mungu aliniumba kupitia huyu mzazi. Venye Mungu alichukua udongo, akatumia udongo kumuumba Adam, ndio Mungu anatumia wazazi kukuumba. Then niaje nitaanza kutoka na ule udongo ambao Mungu ameutumia kuumba? Hii inakuwa matusi kwa Mungu. So yafaa nijinyenyekeze kwa wazazi nikijuazi na jinyenyekeza kwa Mungu aliyeniumba kupitia huyu mzazi. Niwe hapa tayari kuwasikia. Hata kama kuna kitu anakuambia haiendani, shuka tu, shuka, tambua uwepo. Muombe Mungu kwa siri, Mungu atatengeza. Lakini msiende mnajibizana, mzazi analia. Mzazi akilia unafikiri Mungu anafanya nini? Mungu acheki. Mzazi akilia Mungu pia analia. Yesu alilia machozi, Mungu alihuzunika. Katika Mwanzo 6 mstari wa 5 na 6, moyo wako ukajaa masikitiko. Moyo wa mzazi ukijaa masikitiko, wa Mungu pia unajaa masikitiko. Haitakuwa raha, haitakuwa furaha kwako wala kwangu. So hiyo ni clear. Mungu anachukua mtoto anamweka kwa viuno vya mwanaume. Pia tukiangalia Yeremia 1 mstari wa 5. Yeremia 1 mstari wa 5. Kitabu cha Yeremia. Kitabu ni cha Yeremia 1 mstari wake ni wa 5. Yeremia 1 mstari wake ni wa 5. Andiko yanasema, kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mama yako nilikujua. Yeah. Kabla haujazaliwa nilikutenga kwa kazi maalum. Nilikuweka uwe nabii wa mataifa. Ya Mungu anasema kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mama yako nilikujua. Mungu anasema kabla sijakuumba katika tumbo ya mama yako. Inamaanisha Mungu anatumia wazazi wetu kutuumba. Vile Mungu alitumia udongo kumuumba Adam.
alichukua mavumbi ya ardhi kumuumba Adam. Mungu sasa anamtumia babako, anamtumia mamangu kuniumba katika tumbo. Mungu anasema kabla sijakuumba katika tumbo ya mamako nilikujua. Then inamaanisha Mungu aliniumba mimi, alikuumba wewe katika tumbo ya mamako. Ni Mungu ndiye alikuwa anafanya kazi ya uumbaji. Sifaa kuwe na utiifu, kuwe na hofu ya kitakatifu tunapoongea na wazazi wetu, tunapokaa na wazazi wetu, kunafaa kuwe na hilo. Ndio maana unaona Isaka achelewi kuweka maisha yake chini. Achelewi kuweka maisha yake chini kutii amri ya babake, amri ya Mungu kupitia babake. Ni kwa sababu gani? Kuna utiifu. Isaka anamwona babake kama Mungu. Maana Mungu alitumia alimuumba Isaka kwa tumbo ya Sara alipomweka kwa viuno vya Abraham. Yafaa kuwe na huu utaratibu. Mzazi pia ni mtu yote ambaye amekuzidi umri. Si yule tu amekubeba kwa tumbo, lakini yule aliyekuzidi umri pia kunafaa kuwe na heshima. Yafaa kuwe na heshima. So tukiangalia Mungu anasema kabla nikuume kwa tumbo ya mamako nilikujua. So nani huwa anatumba katika tumbo? Si baba, si mama. Mungu anasema yeye ndo anatumba katika tumbo ya mama. So mkono wake uko katika mama na baba wakikutana, Mungu anasema mkono wake uko pale ili akuumbe wewe alafu akutoe. Hiyo nasema Mungu ameniumba kupitia wazazi wawili na yafaa niwaheshimu. Ule udongo Mungu alitumia kumuumba Adam, wewe upite udharau, hautakuwa sawa na Mungu. Adam aliumbwa na udongo, huo ndio Mungu alitumia udongo huu. Mungu atakuwa sawa na wewe? Ile material Mungu ametumia kutuumba tukidharau, Mungu atakuwa sawa na wewe? Hatakuwa sawa na mimi pia. Sifani heshimu ile material Mungu ametumia mimi kuumbwa. So tukiangalia, mbona Mungu anasisitiza wazazi waheshimiwe? Wazazi waheshimiwe. Angalia Revelation, Ufunuo 12. Naweza angalia mstari wa 2. Kitabu ni cha Ufunuo 12 mstari wake ni wa 2. Before usome, kitu cha kwanza ni Mungu amekumba kupitia wazazi. Ndio anataka uwaheshimu wazazi. Mimi pia ni waheshimu wazazi. Pili ni ambao tunaangalia sasa hivi. Unaweza soma tafadhali. Ufunuo 12 mstari wake ni wa 2. Aliyekuwa na mimba, aliyekuwa na mimba naye akilia kwa uchungu. Aliyekuwa na mimba naye akilia kwa uchungu. Alikuwa anakaribia kuzaa. Alikuwa anakaribia kuzaa. Rejelea tena tafadhali. Alikuwa na mimba. Alikuwa na mimba. Naye akilia kwa uchungu. Naye akilia. Mtu akiwa na mimba huwa analia kwa uchungu. Kwa nini analia kwa uchungu? Ni mojawapo ya laana ambao Adam alipoasi, mwanamke alipomshawishi mwanaume kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lile tunda, Mungu alipeana hilo amri kwamba mwanamke atazaa kwa uchungu. Na sasa tunaona kwamba hapa kuna mwanamke ambaye anazaa kwa uchungu. Na Mungu anasema, na utambua uchungu huo, mheshimu mzazi wako. Natambua machozi ambayo mzazi wako alimwaga. Natambua kilio mzazi wako alilia. Mungu anakuambia mheshimu. Na mimi pia ananiambia hivyo hivyo. Sasa rejelea tu. Alikuwa na mimba. Alikuwa na mimba. Naye akilia kwa uchungu. Naye akilia kwa uchungu. Kwa kuwa alikuwa anakaribia kuzaa. Kwa kuwa alikuwa anakaribia kuzaa. Kwa mama wakiwa anakaribia kuzaa, huwa kuna uchungu ambao Mungu alisema utakuwa kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu. So Mungu anatambua uchungu. Katika uchungu ndio kile kiumbe sasa kinaletwa duniani. Kwa uchungu wa mama na neema za Mungu, kile kiumbe kinaletwa duniani. So katika uchungu Mungu anakuambia mheshimu mzazi wako, kwa sababu kuna hali alipitia, kuna uchungu alipitia. Na Mungu anatambua. Ukiangalaje Yohana 16 mstari wa 21. So katika uchungu ambao mama anapitia, Yohana 16:21, Yesu aliongea pia kuhusiana na hayo. So katika ule uchungu ambao mama anapitia,
mtoto anaporusha maneno kwa ule mama, Mungu akikumbuka ule uchungu, Mungu naye anasema wewe mtoto pia maisha yako atakuwa machungu. Maisha yako atakuwa machungu kama siki. Yohana 16 mstari wa 21. Umeelewa sentence? Lakini kupitia ule uchungu ambao mama aliusikia, mtoto akiwa anamjibu mama au anamjibu mtu ambaye amemzidi umri kama nyanyake, anamshika, saa zingine wengine wanambaka, halafu anaona ni kitu tu cha sawa, anamsukuma nyanya. Mungu anapoona hiyo hali, huyu mama alimzaa mtoto kwa uchungu, Mungu anasema pia katika ule uchungu ambao mama alipitia, maisha ya mtoto pia atakuwa machungu. Ndio unakuta maisha yako yanakuwa na uchungu tu, kwa biashara uchungu, kwa ndoa uchungu, shuleni uchungu, kwa ushirika uchungu, kwa kazi uchungu, hata kwa matatu, hata kwa feri watu wanapanda bure, bado ni uchungu. Uchungu kila mahali. Kwa sababu gani? Yule mama aliyekuzaa kwa uchungu, unampatia uchungu. Mungu anasema sitakuacha, wewe uchungu nitakuletea. Unaupata. Maisha yako yanakuwa machungu kama siki ama mara. Yangu vile vile pia. Waweza kusoma Yohana 16 mstari wa 21. Mwanamke anapokuwa na uchungu wa kuzaa, Yesu anatambua mwanamke anapokuwa na uchungu wa kuzaa, huwa na maumivu. Katika ule uchungu wa kuzaa, Mungu anasema kuna maumivu kwa sababu saa yake imewadia. Lakini mtoto akisha kuzaliwa, yule mwanamke usahau maumivu hayo, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtoto ulimwenguni. So Yesu anaongea kuhusiana uchungu na nini? Maumivu. So mwanamke anakuwa na maumivu. Hiki kiumbe ambacho ni wewe, ambao kimeumbwa na Mungu katika tumbo la mama, kikija kutoka, huyo mama yuko na uchungu na maumivu. Mama wengine wanapelekwa paka theater, mama anapasuliwa. Wengine wanaongezwa paka njia ili kitoto kipatikane. Alafu kitoto kimekuwa, mdomo umekuwa mrefu, masikio yamekuwa madogo, asikii, shingo imekuwa ngumu, kichwa imekuwa ngumu kama tofali. Kwa mzazi, Mungu anaangalia anasema hapana. Vile mzazi alipitia maumivu, wewe pia utapitia maumivu. Kama sitatii wazazi. So niangalie sana. Watu wengi wameharibika huko nje, wanaishi maisha ya uchungu, si kwa sababu kuna chochote pia wamekifanya, ni kwa sababu pengine hata ya uovu mmoja tu, ya kutotii wazazi wao, ya kuachana uchungu wazazi wao. Umekaa bado, umepata mume, unaongea naye kwa simu, unajificha, unakimbia, unatoroka, unaenda kwa mume wako. Mzazi anabaki na machungu, mzazi anabaki na kilio. Wewe pengine ndio ulikuwa msichana peke yake, wazazi wanalia, hawezi pata mtoto mwingine. Wamekupata wewe umeongea na mwanaume, umetoka, umeenda. Nasema wazazi maisha yao, nyinyi pia mlijipanga, mimi pia acha nijipange. Hautoki vizuri. Ule uchungu mzazi alipitia, Mungu anasema times 2 nitakupatia. Yale majonzi mzazi alipitia na maumivu, Mungu anasema times 2 nitakupatia, na maisha yako yatakuwa mafupi sana. Mungu anafanya hivyo. So venye utaki mtoto wako akufanyie, usifanyie mzazi wako. Na hiyo ndio sheria na unabii. Yesu anasema hivi. Venye unataka ufanyiwe, mfanyie jirani yako. Venye utaki usifanyiwe, usimfanyie. Hii nataka utiifu. Nisiwe mnafiki na mfanya mzazi wangu hivi, alafu nataka watoto wangu waje wanipende, wanisikize. Mungu anasema no way. Huku sio wazazi wako, hao uliowazaa watakuwa fimbo, watakutandika vizuri. Na inakuwa hivyo, cycle inakuwa hivyo. Mpaka ufike mahali utubu kweli, ulie kweli, ugeuke kweli, ubadilike. Mungu atabadilisha wale watoto wako na wao. La sivyo fimbo inaendelea hivyo. Na hili ni neno limeandikwa hivyo na litaenda hivyo. Ila kwa toba na kukubaliana. So paka hapo natumai nimeona kwa nini kuna uchungu kwa maisha yetu ya kutotii wazazi. Ni kwa sababu ya yale ambao wazazi walipitia. Sehemu ya 3 ni ya servant.
utiifu kwa wazazi tumeangalia, so tunaangalia utiifu kwa servant. Kabla usome servant, tunaweza soma Zaburi ya 51 mstari wa 5. Wazazi wakishatuzaa huwa tuna dhambi. Wazazi wakituzaa huwa tuna dhambi. Tukiona hilo dhambi, Yesu anasema ni lazima tuzaliwe mara ya pili, kwa sababu wazazi wametuzaa, Mungu abarikiwe kwa hilo, lakini tukifa katika hii dhambi tutaingia jehanamu. So hii inamaanisha nini? Tunafaa tuzaliwe tena. So nahitaji mzazi mwingine kwa uwezo wa Mungu, nahitaji mzazi, si servant tu, samahani, si servant tu, bali parent, a spiritual parent. Yeah, huyu ni parent tu. Hii ni spiritual. Mzazi wa kiroho. Huyu ni mzazi wa kimwili. Yafaa nimheshimu, yes, yafaa nimheshimu. So kwa sababu tumezaliwa na dhambi, Isa Zaburi 51 mstari wa 5, naweza kusoma. Kitabu cha Zaburi 51 mstari wake wa 5. Zaburi 51 mstari wake wa 5. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Hakika mimi na wewe tulizaliwa wenye dhambi. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Mimi na wewe tulizaliwa wenye dhambi tangu tulipotungwa mimba ndani ya mama yetu. So hapa tumeona inafaa tuheshimu wazazi wetu wa kimwili, licha kuwa wametuzaa, lakini maandiko yanasema tumezaliwa na dhambi. So kwa sababu tumezaliwa na dhambi, Yesu anasema ni lazima tuzaliwe mara ya pili. So inamaanisha anahitaji tena mzazi mwingine, lakini sasa si mzazi wa kimwili, lakini mzazi wa kiroho, aweze kunizaa mara ya pili kupitia neno la Mungu, kupitia kazi ambayo Yesu Kristo mwenyewe na maumivu yake mwenyewe alipitia ili wewe uzaliwe na mimi nizaliwe. So unaona mzazi mwingine Mungu anamleta, Mungu analileta kwako, anamleta kwangu. So kwa sababu tuko na dhambi, ukisoma Yohana 3 mstari wa 3, Yesu anasema tunapaswa tuzaliwe mara ya pili. Ushazaliwa, heshima mpatie mzazi wa kimwili. Halafu Yesu anasema tuko na dhambi hapa. Daudi anasema tuko na dhambi hapa. Yesu anasema naye isitenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, kwa Yohana 8 mstari wa 34. So licha ya kuwa tumezaliwa na wazazi wa kimwili, bado ni watumwa wa dhambi, ni wafungwa wa dhambi. Na kila anayetenda dhambi ni mtoto wa Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari ni wa? Waraka wa kwanza wa Yohana mstari ni wa 8. Kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi, si ndio? So tunaona tumezaliwa kimwili, lakini ni watoto wa nani? Wa Ibilisi. Unaweza soma waraka wa kwanza wa Yohana before some Yohana 3:3. Waraka wa kwanza wa Yohana Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8, sehemu ya a peke yake tu ni sawa. 3 mstari wake ni wa 8. Andiko linasema yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Yeye atendaye dhambi, Mungu anasema ni wa Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa sababu Ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa. Mwana wa Mungu ambaye Yesu Kristo alidhihirishwa ili aziangamize kazi za Ibilisi. Ili aziangamize kazi za Ibilisi. So tunaona tukiangalia sehemu ya a, Mungu anasema tumezaliwa na wazazi, ndio. Zaburi 51 mstari wa 5 inasema tumezaliwa na dhambi. Alafu waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8 inasema kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Yaani mimi na wewe ni watoto wa Ibilisi tunapozaliwa, kwa sababu ya dhambi ya Adamu ndani ya mioyo yetu. Yohana 3 mstari wa 3. Kitabu cha Yohana 3 mstari wake ni wa 3. Kitabu cha Yohana 3 mstari wake ni wa 3.
Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yesu anasema amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza tumezaliwa na wazazi wa kimwili. Mungu anasema tuwaheshimu. Yesu anasema pia licha kwa tumezaliwa sisi tuko na dhambi, atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila anayezaliwa na dhambi ni mwana wa ibilisi. Yesu anasema sasa ni lazima tuzaliwe mara ya pili, kwa Yohana 3:3. So tunazaliwa mara ya pili, tunahitaji mzazi. Tunahitaji mzazi wa kiroho sasa, si wa kimwili. Mzazi wa kiroho atuzae kupitia neno. Mzazi wa kiroho Mungu ampe neno, alafu kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu akuhubiria lile neno. Akuhubiria lile neno. Lile neno atakalo kuhubiria, alilokuhubiria kwa uwezo wa Mungu likuzae mara ya pili kupitia toba na imani katika ile kazi ambayo Yesu Kristo amekufanyia na amenifanyia. Maumivu na labor pain aliyoibeba, kubeba dhambi zako, kupigwa misumari, kudungwa mkuki, kutoka maji na damu, kwa ishara ya kwamba kila atakayetubu na kumwamini atazaliwa mara ya pili, kuondolewa dhambi na kuwekwa Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako na wangu. So inamaanisha kuna mzazi hapa Mungu ananiletea. Kuna mzazi Mungu amekuletea, anayekuzaa kiroho kupitia neno. So yeye sasa hata tumia mbegu za wazazi wa kwanza. Wazazi wa kwanza, mmoja alitumia sperm kwa uwezo wa Mungu, sperm, na ikatumia ovules, mayai. Lakini huyu sasa anayekuzaa kiroho kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na Mungu anakuzaa kupitia neno. So kila ambacho atatumia itakuwa ni neno. Neno. Sionei haya Injili ya Kristo, kwa maana ni uweza, kwa maana ni nguvu iletayo wokovu. Neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi, lakini kwa wale wanaookolewa ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Ni nguvu ya Mungu. Asante. So, waweza soma Yakobo 1:18. Anapotumia hili neno, huyu mhubiri atakuwa kwa uwezo wa Mungu anatumia hili neno. Anakuhubiria kuhusiana na dhambi zako, unasiona dhambi zako, anakuhubiria kuhusiana na makosa yako. Mungu anakupatia huzuni ya kiungu, unaanza kuhuzunika, unahuzunika, Mungu anazidi kupatia ufunuo wa dhambi zako. Unahuzunika, anakuhubiria kuhusiana na toba, anakuambia lazima ugeuke kwa uwezo wa Mungu. Anakuambia geuka kutoka kwa uovu, geuka kutoka haya. Unaendelea kukiri makosa yako, unaendelea kugeuka, Mungu anakupatia toba, unageuka, unakuwa sasa unangoja imani. Mungu amekupatia toba. Huyu mtumishi kwa uwezo wa Mungu, huyu mzazi wa kiroho anaendelea kuhubiri neno la msalaba, anaendelea kuhubiri neema. Ghafla unapokea kitabu kutoka kwa Mungu, na hakikisha kwamba dhambi zako kupitia damu ya Yesu Kristo zimeondolewa na umeokoka. Unaanza kuwa na furaha, unaanza kuwa na upendo, unaanza kuwa na amani, unaanza kuwa na assurance. Ni kupitia nini? Hilo neno huyo mtumishi kwa uwezo wa Mungu alilolitumia, amekuzaa mara ya pili. Unaweza kusoma Yakobo 1:18. Naam. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli, kusudi tuwe kama mazao ya kwanza katika viumbe vyake vyote. Amina. Rejelea tena tafadhali. Yakobo 1:18. Yeah. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli. Alituzaa kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe, alituzaa kwa neno la kweli. Lile neno unalolisikia kusudi tuwe kama mazao ya kwanza katika viumbe vyake vyote. Unazaliwa kwa neno. So huyu mzazi ambaye ni mzazi wa kiroho, pia Mungu anasema umheshimu, kwa sababu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amekutoa kupitia neno, kutoka kwa utumwa wa dhambi, kutoka kwa mtoto wa ibilisi, kutoka kwa ziwa la moto mpaka kuingia paradiso. Then ukiangalia wazazi wote unaona ni wazazi ambao wamefanya kazi. Mungu anafanya kazi ndani yao. Ni wazazi ambao wanahitaji kuheshimiwa. Unaweza angalia waraka wa kwanza wa Petro
Waraka wa kwanza wa Petro 1:3. Waraka wa kwanza wa Petro 1:3. Amina. Ahimidiwe Mungu. Ahimidiwe Mungu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ambaye kwa rehema zake nyingi ambaye kwa rehema zake nyingi Yesu Kristo alinizaa mara ya pili. Ili tupate tumaini lenye uzima. Kwa kufufuka kwake. Yesu Kristo katika wafu. Maandiko yanasema Yesu Kristo alikuzaa mara ya pili. So licha ya kuwa kuna mhubiri atakuwa anatumia neno, lakini unafaa ujue yule aliyekubeba, yule alienda kukuzaa pale msalabani ni Yesu Kristo. So heshima inafaa iwe kwa Yesu Kristo. Heshima inafaa iwe kwa neno ambalo Yesu Kristo amelinena kupitia Mungu ndani yake. Licha kuwa nitakuwa na mheshimu huyu mzazi, lakini si mheshimu tu huyu mzazi, na heshimu yule Kristo aliye ndani ya huyu mzazi, kwa sababu huwezi kumheshimu Kristo, huwezi mheshimu kama humheshimu Kristo, hautamheshimu huyo mzazi. Lakini ukimheshimu Kristo aliyekuzaa, ahimidiwe Bwana Mungu wetu, wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa. Yesu Kristo alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. So kama nitamheshimu Yesu Kristo kwa kukuzaa mara ya pili, inafaa uheshimu yule ambaye aliyemtumia kuhubiri lile neno. Kristo aliye ndani yake akakuzaa mara ya pili, la sivyo itakuwa unafiki. Hawezi sema mimi namheshimu Yesu Kristo na kuna viongozi ambao Mungu amewatumia wakakuhubiria injili mpaka Yesu akaumbwa, alafu tunasema hawa siwaheshimu lakini namheshimu Yesu Kristo. Ni sawa na kusema mzazi wangu wa kiume na wa kike siwaheshimu lakini namheshimu Mungu. Huo ni unafiki. Na hiyo ndio imeendelea katika makanisa ya leo. Hakuna heshima kwa viongozi. Hatusemi ile heshima ya kwamba nanyenyekea kwa kiongozi kwa sababu ya chochote kile. Si heshima ya nje. Tuongea kuhusiana na mzazi aliyekuzaa kwa uwezo wa Mungu akakuhubiria neno kupitia Roho Mtakatifu. Na kila akija kukutana na wewe, Mungu alikuwa anamzungumzia, anakupatia hilo neno, na hilo neno linafanya kazi. Mpaka kwa uwezo wa Mungu anakuonyesha ni Kristo aliyekuzaa mara ya pili. Unazaliwa mara ya pili kwa sababu ya Kristo, unamwamini Kristo. Alafu unasema huyu Kristo nampenda, lakini huyu ambaye Kristo alimtumia niokoke, huyu mimi naweza mweka kando. Hiyo haiendi hivyo. Huo ni unafiki mkubwa, na uko na Kristo. Hauko na Kristo. Kama nitampenda Kristo, nitapenda viongozi walionihubiria kupitia Kristo ndani yao. Ni sawa na hapa. Nikiwa nampenda Mungu, nitawapenda wazazi ambao Mungu aliniumba kwa tumbo yake. Niseme namchukia huyu mzazi na tumbo lake, na Mungu ameniumba hapo, lakini nampenda Mungu aliniumba kwa tumbo ya huyu mzazi. Hii inakuwa unafiki. Kuna kitu ambacho uelewi na sielewi. Kristo aliendania viongozi. Hata kama mnatofautiana, lazima kuwe na utaratibu na unyenyekevu. Kila moja ana kile ambacho Mungu amempatia. Wewe sitakubaliana na hiki, lakini hauna ruhusa ya kuchukia ama kutukana ama kudharau ama kuongea uongo. Hauna ruhusa hiyo. Na kama unafanya hivyo, basi na maisha unaingia katika dhambi kubwa sana. Mitume walitofautiana, Marko na Barnaba na Paulo, Marko na Sila wakatofautiana katika lile kundi. Ikabidi waende huku na wengine waende huku, lakini baadaye Paulo anasema mleteni huyo Marko, ni wa msaada sana, atanifaa. Iko tofauti, lakini hakukuwa na dharau pale. Hakukuwa na dharau. Dharau inatoka kwa shetani. Dharau inamaanisha mdharau Mungu. Tunasema na mheshimu Kristo, lakini si mheshimu yule ambaye Kristo alimtumia nikazaliwa mara ya pili. Unakuwa unafiki, huo si upendo. Hiyo si heshima. Mungu anasema pana, ananikatana na kukataa. So heshima kwa viongozi kwa uwezo wa Mungu Kristo aliye ndani yao. Si viongozi ambao ni wa maji na chumvi. Elewa pia hapa. Si kila kiongozi useme ni kiongozi uko na Kristo. Kuna mtu ambaye anauza maji, anauza chumvi, anauza vifagio, anauza misumari. Huyo si wa kuheshimiwa. Huyo ni wa kukemewa hadharani. Paulo aliwataja na majina yao. Hymenaeus aliwataja na majina yao.
So tukiongea kuhusiana servants, wazazi wa kiroho, tunaongea kuhusiana na wale ambao wamesimama kwa neno na wanafuata nyayo za Yesu Kristo hao. Lakini wale ambao hawafuati nyayo za Yesu Kristo, hao hatakuwa kuheshimiwa. Hao ni false prophet, manabii wa uongo. Nao si wazazi wa kiroho. Hao ni wauaji wa kiroho. Wanauza keki. Kisha siku atafungua beka. Acha tuangalie Wagalatia 4. Wagalatia 4 mstari wa 19. Wagalatia 4 mstari wake ni wa 19. Wagalatia 4 mstari wake ni wa 19. Naam. Vitoto vyangu, Paulo anasema vitoto vyangu, ambao kwamba nawaonea uchungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Ambao nawaonea uchungu. Paulo anachukua mskani kama wa mzazi wa kike anapojifungua mtoto, anavobeba uchungu. Paulo anasema anahubiri neno, inakuwa kama yuko na uchungu, yuko na mimba ya hawa watoto wazaliwe. Wagalatia 4 mstari wake wa 19. Watoto wangu wapendwa, ambao kwa mara nyingine ninawaonea uchungu. Natamani kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Imeisha. 19. Natamani kama ningekuwa pamoja nanyi sasa. Pengine ningebadilisha sauti yangu. Kwa maana nina wasiwasi kwa ajili yenu. So anaongea kuhusiana na watoto wangu ambao anaonea uchungu. Ni kama mama mwenye mimba, anabeba uchungu, akihubiria na akiomba, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mtoto amezaliwa mpaka Kristo aumbwe ndani yao. Anaingia katika hichi kiatu cha mzazi wa kiroho. Wenda ni siku ya kwanza, siku ya pili bado ana uchungu, siku ya tatu mtoto anazaliwa. Roho Mungu ameweka hivyo ndio uelewe. Akisema na una uchungu na anakaa anaendelea kuombea zile nafsi mpaka Kristo atakapoumbwa kwao, mpaka atakapozaliwa mara ya pili. Paulo anakuwa kama Paulo anakuwa mzazi wa kiroho, anawazaa kupitia Kristo Yesu, na anazaliwa mara ya pili. So anakuwa kama mzazi. So nikimdharau Paulo aliyetumika kwa uwezo wa Mungu kunizaa mara ya pili, ni sawa nimemdharau Kristo na nimemdharau Mungu. Umedharau mzazi. Na hiyo amri Mungu anasema waheshimu wazazi wako. Nimeiweka kando. Siwezi sema mimi naheshimu wazazi, mimi amri ya 5 na iangalia niko sawa, na wakati simheshimu kiongozi ambaye Mungu amemweka mbele yangu ama mbele yako. Unakuwa mnafiki, kwa sababu kiongozi ni spiritual parent, ni mzazi wa kiroho ambao Mungu alimtumia ukazaliwa nikazaliwa. Vile vile kama mzazi wa kimwili, vile vile kama Mungu alivyokuumba na akaniumba. So your line inafaa ikae very straight, very clear kwako na kwangu. Waibrania 13. Tuangalie husbands. Waibrania 13 mstari wa 17 kuhusiana na viongozi. Waibrania 13 mstari wa 17. Naam. Watiini wenye kuongoza. Mungu anasema watiini wenye kuongoza. Watiini kila mahali ambapo nimekubaliana kwamba mimi kwa uwezo wa Mungu nimekuwa katika huu shirika. Hata kama nikienda shirika lingine, bora naamini kuna Kristo pale, naambiwa ni watii wale viongozi. Waambiwa watii wale viongozi. Kwa maana watiini wenye kuongoza. Watiini wenye kuongoza na kunyenyekea.
na kuwanyenyekea, maana hao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Maana hao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakaotoa hesabu. Ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kuugua. Wafanye hivyo kwa furaha wala si kuugua. Maana isingewafaa nyinyi. Sasa hivyo ndo maandiko yanasema nitii viongozi. Wale viongozi ambao nimekubaliana, kuna tofauti, unaweza kuwa na viongozi si vibaya, lakini mkikaa chini mkiangalia katika maandiko polepole ule utofauti unaweza kuondolewa. Ama kama ule utofauti utaendelea na unaona pale hapa kidogo naona kama siendi sawa, basi Mungu anakupatia tu go ahead, utafute shirika lingine ambalo unaona utakuwa tu sawa, ambalo ni la kibiblia, kwa sababu kuna makanisa 7 yalikuwa, kuna kanisa la Wakorintho, kuna kanisa la Warumi. Haina haja nikayapo mahali napigana, naendelea kupigana na viongozi, unapigana utatenda dhambi. Kulikuwa na kanisa la Warumi, kuna kanisa la Wakorintho, kuna kanisa la Waefeso, kuna kanisa la Wagalatia, kuna makanisa 7 Yesu Kristo anaongea kuhusiana nayo. Tafuta moja ambalo ni la kiroho, ambalo unaona hapa kwa uwezo wa Mungu nitakuwa sawa, kaa hapo, alafu endelea kutii viongozi. Watu wengi wanapenda kusema pale siji kuna hivi, pale kuna vile. Mimi sasa mambo ya kanisa X shetani ndio anakufuata sasa, kwa sababu kiongozi, hakuna kiongozi unamtii. Utamtii kiongozi gani? Wewe huwezi kuwa kiongozi, mimi siwezi kuwa kiongozi mwenyewe. Lazima kuwe na ushirika. So nikikaa pale nje peke yangu nasema makanisa siku hizi ni mabaya, wewe ndio mbaya zaidi. Kama lile halikukufaa, kwa nini hukuangalia lile lingine lililokufaa? Ina maana kuna kiburi ndani yako ama ndani yangu, ambao hautaki kusikia sauti ya Bwana kupitia viongozi ambao Mungu amewaeka. So watu wengi ambao wanakaa nyumbani wana kiburi ndani yao, huwa waoni, wanasema lile lina shida. Tafuta lile ambalo halina shida, kaa hapa. Walipewa talanta, akapewa. Wengine wakatumia talanta yake, mwingine akachukua kaizika. Bwana Yesu alipokuja alimwambia, mbona umeizika? Ungeichukua basi uipeleke kwa wale wenye interest, nipokee kitu kwa hiyo talanta. So lazima uwe mahali kwa uwezo wa Mungu. Kama uko sawa na Mungu utakuwa mahali, na mahali ambako umeridhika kwa uwezo wa Mungu, umesema hapa ni Mungu ameniweka, basi Mungu anakuambia tii viongozi, fuata huo mkondo. So nikiona Mungu anasisitiza nitii viongozi, saa zingine pia umealikwa kwingine. Wewe ni kiongozi huku, lakini umealikwa kwingine. Kaa chini, wewe si kiongozi hapo. Kaa chini, alafu utii ule uongozi ambao Mungu ameweka pale kwingine. Usiende pale mbele ukae hivyo viti vyapo mbele, kwa sababu wewe ni kiongozi kule. Sasa unataka pia ulete uongozi wako hapa. Hiyo inakuwa unaharibu. Weza kuwa kiongozi kwa sako, umeenda kanisani, unataka bado ukae katika uongozi wa kanisa. Yendi hivyo. Wewe ni kiongozi kwa sako, ongoza kwa sako. Ukija kanisani, wewe si kiongozi. Mungu ameka kiongozi, kaa nyuma. Weza kuwa kiongozi kwa kazi yako. Sasa kwa sababu ama nje, hii jina imedanganya wengi. Mtu anaitwa kiongozi. Ukija kanisani una ule ya nje. Kiongozi, mimi bado nataka uongozi. Shetani anakutumia. Mwisho siku Mungu akutumii, kwa sababu wewe si kiongozi wa kanisa. Wewe ni kiongozi uko nje. Sasa ile jina kiongozi unakuja nayo mpaka ndani ya kanisa. Sikule nje mimi ni kiongozi, kwa nini hapa nisiwe kiongozi? So shetani anaanza kukusukuma. Unakuwa kama huyu mfalme ambaye anaitwa Uzia. Alikuwa na kiburi, Uzia akaenda kufanya kazi ya makuhani. Mungu akampiga na ukomo. Hakuwa kiongozi, alikuwa kiongozi wa nchi, lakini hakuwa kiongozi kwa makuhani. So hii tuiangalie. Kienda mahali umealikwa, haijalishi ni kiongozi wa wamama, haijalishi ni kiongozi wa wazee katika kanisa lako, ukienda kule nenda kama mshirika. Kaa chini, ukiitwa ni sawa, lakini kaa chini uhudumiwe, ukae chini huo uongozi ambao Mungu ameupanga. Hiyo ndio kunyenyekea. So Mungu ananifundisha uongozi na anakufundisha, ananiambia niheshimu uongozi. Tukiangalia sasa, natumai hiyo imekuwa sawa. Tukiangalia sasa katika nyumba zetu. Katika nyumba zetu Mungu amekapia uongozi husbands. Angalia
waraka wa kwanza wa Petro 3. Hili lote ni somo la kutii. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wake ni wa kwanza. Naam. Kadhalika nyinyi wake. So katika ndoa kuna mtu Mungu amemweka, husband, mume wako Mungu amemweka. Makanisa mengine yanavunja ndoa za watu kwa sababu gani? Mwanamke anakuwa hana utiifu, kama vile Isaka alikuwa anamtii babake. Mungu anasema hivyo hivyo katika ndoa, mwanamke amtii mumewe. Kiasi kwamba ingekuwa ni mume, Mungu amemwambia mume, mtoe mke wako sadaka, nenda umpeleke mke wako unitolee. Mume anamchukua mke wake, anaenda anamwambia Mungu ameniongelesha, amesema nikutoe wewe. Vile vile kama Abrahamu anaongea na Isaka, mke atatii kama venye Isaka alitii. Mke anafaa atii hivyo, alafu Mungu mwenyewe ataleta wazi. Huo ni mfano, simaanishi inaendelea sasa, lakini ni mfano ule utiifu wa mwanamke kumtii mume. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya hiyo. Mume akifanya hivi, mimi pia nitafanya hivi. Akifanya hivi, mimi sitamtii. Nani amekupatia mamlaka? Na viongozi pia kwa sababu ya upungufu wa hili neno najipata tuna vunja ndoa nyingi sana. So 3:1 Waraka wa kwanza Petro 3 mstari wake wa kwanza. Kadhalika nyinyi wake watiini waume zenu, ili kama wako wasioamini lile neno wapate kuvutiwa na mwenendo wa wake zao pasipo neno. Ya hivyo ndo Mungu anasema wanawake wawatii. Ukiwa mwanamke nafaa ukae katika utiifu. Kiangalia mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wake ni wa 6. Weza anza 5. Kwa kuwa hivi ndivyo walivyokuwa wanajipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu. Wao walikuwa ni watiifu kwa waume zao. Watiifu kwa waume zao. Watiifu, alafu anarudia kama Sara. Endelea. 6. Kama Sara alivyomtii mumewe. Kama Sara alivyomtii Abrahamu. Akamuita Bwana. Nyinyi ni watoto wa Sara. Nyinyi ni watoto wa Sara. Wanawake ni watoto wa Sara. Kama mkitenda yaliyo mema na bila kuogopa jambo lolote. Kama mkitenda yaliyo mema na bila kuogopa jambo lolote. Kwa Efeso. So yafaa kuwe na utiifu katika ndoa. Haimaanishi wanaume hawana lolote la kuwafanyia wake zao. Tunaomba tuwapende wake zetu na tusiwe wakali kwa wake zetu, na tujue wake ni vyombo vidhaifu. Licha kwa tunaangalia moyo hapa wa kutii kama venye Sara na mtii Abraham, kama venye Isaka na mtii Abraham. So Waefeso. So kusiwe na shida katika kanisa, huyu amtii mume wake, huyu amtii mume wake, na kuna mafundisho na kuna Biblia na kuna mafundisho ya Mungu kuhusiana na utiifu. Waefeso 5 mstari wa 21. Hatuko mbali kumaliza. Kitabu cha Waefeso 5 mstari wake ni wa 21. Nyenyekeaneni nyinyi kwa nyinyi. Nyenyekeaneni nyinyi kwa nyinyi. Kwa heshima kwa ajili ya Kristo. Kwa heshima kwa ajili ya Kristo. Paka hapo inasema nyenyekeaneni nyinyi kwa nyinyi. Biblia Kimombo inasema submitting yourselves one to another in the fear of God. Inamaanisha watu wakiwa katika kanisa, kuna yule kiongozi kweli, huyu kiongozi pia anafaa anyenyekee kwa wale washirika, wale ndugu na dada. Na wao ndugu na dada pia wanafaa wanyenyekee kwa ndugu wengine na dada wengine, na pia kiongozi. Yaani kuwe na unyenyekevu katika kanisa la Bwana. Yaani naweza nyenyekea na waweza nyenyekea. Na
waweza nyenyekea na naweza nyenyekea. Huo ndio ushirika. Lakini kukiwa kwamba mimi sinyenyekei, mimi sitaki niambiwe, huyu mtu anakuwa na shida. Mimi ama wewe tunakuwa na kasoro. Kwa nini? Hauna unyenyekevu. Na Mungu anasema nyenyekeaneni. Yaani ushuke, mwingine asuke. Na huo ndio mwili wa Kristo. So hakuna katika kanisa ambalo mtu yuko hanyenyekei lakini anataka wengine wanyenyekee. Hapana, huo ni utumwa. Mungu anasema vile huyu kiongozi ananyenyekea, uwe chini unafanya nyenyekea. Vile wewe chini unanyenyekea, kiongozi pia anyenyekee. Mkubaliane katika unyenyekevu mmoja kwa wengine. Makosa yakitokea, kaeni chini. Angalia makosa yako wapi. Yule ambaye atapekana na makosa basi akiri, atubu, alafu akae kwa laini. Hiyo ndio Biblia na hiyo ndio kunyenyekea. Kama hakuna kitu ambacho kinafanya hiyo, ni kiburi, ni ujenzi katika kanisa la Bwana. Isaka hakuwa hivyo, Sara hakuwa hivyo. Unaweza soma mstari wa 22. Waefeso 5 mstari wake wa 22. Nyinyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Mungu anasema mwanamke amtii mume wake kama vile anavyomtii Yesu Kristo. Mwanamke katika kanisa anafawe anamsikiza mumewe. Na mchungaji afai aingie hapo katikati eti mwanamke anamsikiza mchungaji sana zaidi ya mume wake. Huu ni unafiki. Mungu aseme hivyo. Mungu anasema mwanamke mtii mume wako kama vile unavyomtii Kristo. So haifai mwanamke amtii mchungaji zaidi ya venye anamtii mume wake. Hapa kuna unafiki, hapa kuna corruption. Neno linasema hivi. Licha ya kuwa kama mume ni mlevi ama anampotosha mkewe afai kupotoshwa na hizi njia za mumewe. Last time tuliangalia kusana Anania na Safira. Safira haikuwa ni lazima aunganike na mumewe. Alikuwa tu naosha mikono yake tu atoke kwa uwezo wa Mungu. So hilo elewa. Lakini kama mwanamume ambaye amekuoa, mumewe anatembea yuko sawa na Mungu, inafaa umsikize na umtii. Kama vile unamtii Kristo, umtii mumewe. Hivyo ndo Mungu ameandika. Waweza angalia 23 na 24. Waefeso 5 mstari wake wa 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mungu anasema mume ni kichwa. Mume ni kichwa cha mkewe. Mungu ameka hivyo. So hakuna venye mwanamke anaweza kuwa kichwa kwa mume. Hii si heshima, hii si utiifu. Mungu anasema mume ndio kichwa cha mke. Kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Ambalo ni kweli yake. Ambalo ni kweli yake. Ambalo ni mwili wake. Ambayo ni mwili wake. Naye Kristo ni mwokozi wake. Naye Kristo ni mwokozi wake. 44. 24. 5:24 Waefeso. Unaweza soma 24. Basi kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Basi kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Hivyo hivyo. Na wake nao. Imewapasa kuwatii waume zao. Imewapasa kuwatii waume zao. Kwa kila jambo. Kwa kila. Elewa hiyo sentensi. Kwa kila jambo. Inamaanisha kwa kila jambo jema. Mumeo amekwambia. Maandiko yanasema mtii. Ona Yesu amekwambia kwa sababu umtii mume wako kama vile unavyomtii Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi, kwa kila jambo, inamaanisha kila jambo jema. Hii barua ilikuwa inaandikiwa watakatifu, inamaanisha wale wanaume ambao walikuwa pale walikuwa watakatifu na walikuwa wanatembea sawa na Bwana. Usichukue hiyo uiweke kwingine kwa watu ambao hawajaokoka. Alafu ulazimishe mwanamke kwa mume ambaye hajaokoka. Hii si ya mume ambaye hajaokoka, hii ni ya mume ambaye ameokoka. Elewa, kwa kila jambo katika utakatifu, kwa kila jambo katika haki. Mwanaume ambaye hajaokoka ndani yake ana Kristo. Haimaanishi usimtii. Kuna level inafaa umtii, lakini kuna level ambao haufai kukubaliana naye. Level kama gani? Ameangalia pornografia kule. Amekuja ule uchafu ameangalia kule kwa pornografia, anataka afanye na wewe. Utakubaliana naye? Ameenda ameambiwa unazaa sana, tumia mipira ya kondom. Ameenda amechukua mpira huko, amekuja anataka akubandike nayo. Utakubaliana naye? Lakini maandiko yanasema kwa kila jambo.
Tuseme kwa kila jambo, hata kwa mipira ya kujamiana, twende kwa kila jambo. Hapana. Kwa kila jambo ina maisha. Hawa walikuwa wameokoka na walikuwa wanazifahamu njia za Bwana, ndio anaandika hivi, kwa kila jambo jema. Ni mume yes, lakini kwa jambo jema kubaliana naye. Kwa jambo ambalo haliendani na neno la Bwana, mwambie hapa uongo. Hapa iendi hivyo. Lakini kwa wale wameokoka wanaelewa. Mtu ambaye ameokoka hawezi kwenda akachukua mipira ya kondo alafu akaja akakubadikia naye. Hawezi kuja akaangalia uchafu alafu akaja akataka kukifanya pale. Anajua kitanda cha ndoa lazima kiheshimiwe. Anafahamu. So hii barua ni ya watakatifu. Licha ya kuwa mwanamke ambaye pia ameolewa na mume ambaye hajaokoka anafahamu amtii katika certain level. Na ulize ushauri kwa kanisa. Na maandiko yanasema sana tuolewe na watu ambao wameokoka. Watu ambao wako katika imani moja. Hiyo ndio kwanza umepata mzee mzungu huko yuko na pesa, ujue amefanya nini hajaokoka, wewe umeokoka, unaenda mbio na mrashi. Chochote kile anaanza kukweka nje ya maandiko, anasema jamani, maandiko yanasema tutii. Huyu mzee wangu, mzee wako ameokoka, mbona ulifuata pesa? So yaangaliwe. So hapo kwa husband tumemaliza, tukiangalia sehemu ya mwisho, kutii mamlaka. Romans, Mungu anasema nitii mamlaka na utii mamlaka. Romans 13 verse 1. Kitabu cha Warumi 13 mstari wa kwanza. Kila mtu na atii mamlaka inayotawala. Mungu anasema kila mtu na atii mamlaka inayotawala. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Nazo mamlaka zilizopo zimewekwa na Mungu. Mungu anasema nitii mamlaka. Chini tumeandika authority, kutii mamlaka. Mamlaka inamaanisha ikiwa inaendana na neno la Mungu. Mungu anasema kila mamlaka yeye ameweka. So nitajuaje mamlaka inaendana na neno la Mungu? Nitaangalia neno la nani? Neno la Mungu. Kila mamlaka ikija inafaa niangalie na neno la nani? La Mungu. Mamlaka ambayo Mungu hajaweka ni endeleeni kutumia mipira, ni endeleeni kutumia family planning. Hii ni mamlaka ambayo Mungu hajaweka. So nikijua mamlaka Mungu ameweka, nitaitafuta kwa Biblia na nitaiona kwa serikali. Shadrach na Meshach na Abednego na Danieli walikiwa sanamu. Shadrach, Meshach na Abednego wakakataa. Ni mamlaka kutoka kwa Nebukadneza, lakini si mamlaka kutoka kwa Mungu. Hiyo aliona hii mamlaka sile ya Mungu ambaye ameweka. Hii ni ya Nebukadneza. So kuna mamlaka hapa Mungu anataka uangalie na nitii. Mfano ukienda kama feri, kiambua feri songeni ndani, ama feri kishafungwa, ule mlango kishafungwa, nyinyi ngojeni, msigonge ile geti. Yaani ni mamlaka ambayo unafaa ufuate. Mkienda Huduma Center ukiambiwa mpendwa laini ni hii, hiyo ni mamlaka imewekwa. Fuata hiyo laini. Ukiambiwa usiingie na mlango huu, usitoke na mlango huu, usikimbie kuhonga, alafu unaenda kinyume na mamlaka ya Bwana. Mamlaka shule na mamlaka yake. Hizi mamlaka Mungu ndo ameweka, na Mkristo aliokoka anafaa kubaliane, kwa sababu amri ya 5 imeandikwa katika moyo wake. Endelea. Kwa hiyo yeye anayeasi dhidi ya mamlaka inayotawala anaasi dhidi ya kile kilichowekwa na Mungu. Nao wale wafanyao hivyo watajiletea hukumu juu yao wenyewe. Mungu anasema nikiasi mamlaka ya nchi, ama kiongozi wa nchi nikimtukana, ama nikimuongelesha venye nafikiria na muongelesha kama ndugu yangu ama rafiki yangu, Mungu anasema nimeasi mamlaka yake. So inafaa kuwe na heshima kwa viongozi. Heshima kwa viongozi, heshima kwa wazee waliokupita umri, heshima kwa mamlaka. Sokoni kuna heshima, kuna mamlaka ambao yamewekwa. Mungu anasema hiyo ni mamlaka ameweka. Kiambia hii ndio mamlaka, hiyo mamlaka. Licha kwa hiyo mamlaka inafaa uchunguze kwa neno la Bwana. Ikiwa iko nje ya neno la Bwana unasema hii si mamlaka ambayo Bwana ameweka. Hii ni mamlaka ambayo nyinyi mumeweka na sitaitii. Mamlaka ambayo Bwana ameweka inaendana na neno lake.
Na Mungu anatuita tutii mamlaka kama vile Isaka alivyotii mamlaka ya babake na mamlaka ya Mungu. Kwa sasa tumeangalia Mungu kama muumba na tunafaa tumtii. Tukaangalia venye Abrahamu alimtii Mungu kumtoa Isaka, na Isaka alimtii babake akafungwa, na tukaona wazazi venye Mungu anatuma kupitia wazazi wa kiume na kike. Anaika sperm, mbegu ya kiume, na anaika ovules, mayai. Alafu jenye Mungu anatumba katika tumbo ya mama, na Mungu anasema hawa ni wazazi wetu wa pili, yafaa tuwaheshimu maana Mungu ametuma kupitia hawa. Then lakini tunaona tumezaliwa na dhambi ya Adam. Kila anaye tena dhambi ni mwana wa Ibilisi. So Yesu anatuambia lazima tuzaliwe mara ya pili. So tunaangalia mzazi wa kiroho ambao ni servant, ambao ni spiritual parent, mzazi wa kiroho ambaye anatuzaa mara ya pili kupitia neno. Tunamwona ni Yesu Kristo anatuzaa mara ya pili kupitia kufa, kuzikwa na kufufuka kwake. Kupitia damu yake tunazaliwa mara ya pili. So tukimheshimu Yesu aliyetuzaa mara ya pili, tunamheshimu yule ambaye Mungu alimtumia kutuhubiria neno. Mungu anasema tuheshimu. Alafu tumeangalia husband ni wanaume. Wanawake wawatii waume zao kama vile wanamtii Kristo. Wawatii waume zao katika yote. Alafu tukaangalia mamlaka, authority. Nchi inayotawala, Mungu ameweka mamlaka ndani yake. Unaambiwa uyatii. Nikitii mamlaka nimemtii Mungu. Nikiasi mamlaka ya nchi nimeasi mamlaka ya Mungu. Tuamini tuombe. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante kwa kila aliye mahali hapa, asante kwa kila aliyesikia mahali pale Bwana. Umetuonyesha kuhusiana na maisha ya Isaka katika utiifu wa Abrahamu Bwana, ukituonyesha Bwana jinsi tunavyofaa tuishi katika utiifu, na ukaeleza Bwana kwamba mwanadamu akizaliwa Bwana anazaliwa katika dhambi, anahitaji mzazi wa kiroho Bwana ambaye ni Kristo aliyetuzaa mara ya pili kupitia neno lake kupitia viongozi Bwana, na ukatuonyesha tutii viongozi Bwana katika kila sehemu. Umetuonyesha mingi Bwana kuhusiana na uongozi. Tupatie moyo wa Isaka Bwana, tupatie moyo wa Isaka alivyojifunza kutoka kwa Yesu Kristo aliyemtii babake katika msalaba, katika madhabahu Bwana, hata katika kuchinjwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu Bwana. Tupatie moyo wa utiifu, patia moyo wa utiifu katika kanisa lako kwa amri zako Bwana. Itukuze mtakatifu wa Israeli katika masomo haya ya bure. Nenda ukaonekane Bwana. Mungu, nenda ukavivie somo hili likapate kuzaa utiifu katika njia ya utakatifu Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukisadiki. Sema neema, with the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit and His love forever. Baba yetu, Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. We forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Asante.